Sikia mbiu, Yesu okoa, utangazeni kote, Yesu okoa, tiini amri hiyo, nchini baharini, enezeni mbiu hii, Yesu Katika ulimwengu ambapo kila kitu kinaonekana kubadilika kama mchanga wa pwani, maisha ya kisiasa hubadilika ghafla. Mahusiano huvunjika na mipango mara nyingi hutetereka. Kuna kitu kimoja cha ajabu ambacho ni imara: ahadi zisizobadilika za Mungu. Tofauti na maneno ya wanadamu ambayo yanaweza kuwa ya kubadilika, yasiyoaminika, ahadi za Mungu zimesimama juu ya tabia yake ya milele na isiyobadilika. Biblia inamwelezea Mungu kama yule yule jana, leo na hata milele. Waebrania 13:8, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Huu ni ukweli usiopingika. Tunasoma katika Biblia watu wengi wakiwa wametendewa maajabu na Mungu. Ibrahimu katika uzee anapata mtoto. Zekaria katika uzee wake anamzaa Yohana Mbatizaji. Lakini wako watu wengi ambao waliokoka katikati ya moto: Shedraka, Meshak na Abednego. Mtazame Danieli katika tundu la simba. Naaman mwenye ukoma anapokea uponyaji. Haya yote sio kwa ajili yao tu, ni kwa ajili yako pia. Tatizo liko wapi? Kwa nini leo hatuoni matokeo makubwa? Ni kwa sababu kuna sehemu tuna ujinga wa kiroho. Ukizitambua ahadi za Mungu, ukajua ni zako na ukajua namna ya kuzidai, utakuwa umebonyeza batoni sahihi katika ulimwengu wa kiroho. Kitabu hiki kitakufundisha, utajua namna ya kudai na utaona matokeo. Usikose kupata nakala yako. Piga namba ya simu inayopita hapo. Kwa walioko Dar es Salaam, piga simu hiyo. Walioko nje ya nchi ya Tanzania, piga simu hiyo hapo. Tumia ujumbe kwa WhatsApp, utaelekezwa namna ya kutumiwa kitabu hiki. Walioko Mwanza, namba ya simu hiyo hapo. Walioko Dodoma, piga simu hiyo hapo. Walioko mikoa mingine yote, huyu mtu wa Dar es Salaam atakuelekeza namna ambavyo atakutumia popote pale ulipo. Ukijua thamani ya kile kilichoandikwa hapa, hutakosa kitabu hiki. Mungu akubariki. Andika nguvu ya ufufuo wa Kristo. Nguvu ya ufufuo wa Kristo. Inajua baadhi mna vile vitabu ambavyo vina masomo haya, kwa hiyo kuna vitu vingi utaviona kama haviko hapo. Kwa hiyo unaweza ukaandika kuongezea ili kuongeza nyama ya somo hili. Nguvu ya ufufuo wa nani? Wa Kristo. Jana nimekazia sana kwamba lazima tukue kiroho, na tunakuwa katika neema, lakini tunakuwa katika kumjua yeye. Hivi ni vitu muhimu sana, na nimesema kwamba unaweza ukawa Mkristo ambaye jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha ushirika wa kanisa, lakini katika uhalisia wake bado hujakuwa. Na maandiko yakatuambia kwamba ijapokuwa utu wetu wa nje unaweza kuchakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya kila siku. Lazima ukue. Na unaweza ukajipima wewe mwenyewe katika Ukristo wako, unaweza ukajiangalia wewe mwenyewe, ukajikagua wewe mwenyewe. Na Mungu akikupa hii neema ya kujikagua, unaweza ukasema kwa kweli nikijitazama, badala ya kukua kiroho narudi wapi? Nyuma. Tunavyoendelea tutaangalia huko mbeleni ishara
ambazo lazima zionekane kwa Mkristo ambaye anakuwa kiroho. Sasa kuna nguvu ya ufufuo wa Kristo Yesu ambayo inatupatia kuzaliwa mara ya pili. Kwenye kitabu cha Mchungaji Kakoyo utanisaidia kusoma yafuatayo. Wafilipi sura ya 3. Wafilipi sura ya 3 fungu la 10 hadi 11. Niwakumbushe haya mafungu tunayojifunza, hizi pointi zinategemeana. Nimekazia sana kwamba tunakuwa katika neema. Tuko sawa sawa? Na neema ni upendeleo. Haleluya. Neema ni nini? Ukijikuta umekuja kanisani, ukijikuta umesoma Biblia, ukijikuta umeomba, usijisifie, ni neema. Umejaliwa. Lakini nikasema kwamba tunakuwa katika kumjua Kristo. Hii pia ni ukuaji wa kila siku. Sasa unganisha hizi pointi mbili na hili fungu ambalo anasoma sasa mchungaji hapa. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 10 na 11, Biblia inaandika, inasema nataka nimjue Kristo na uweza wa kufufuka kwake, ushirika wa mateso yake, ili nifanane naye katika mauti yake. Mstari wa 11, ili kwa njia yoyote niweze kufikia ufufuo wa wafu. Irudie tena. Bado. Irudie tena. Nataka tuende vizuri hatua kwa hatua. Jamani samahani, kumbukeni ninafundisha. Kwa hiyo kama kuna sehemu nimekuacha, sema umeniacha, rudi. Hii sio mahubiri, ni mafundisho. Haya, tuanze sasa. Mstari wa 10. Anza wa 10. Nataka nimjue Kristo. Nataka nimjue Kristo, na uweza wa kufufuka kwake. Stop hapo. Kumjua Kristo kwanza, asema nataka nimjue Kristo. Na kitu gani cha pili? Kufufuka kwake. Kuna kitu umejikiruka hapo. Na uweza wa kufufuka kwake. Na wimbo tunaimba nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu. Lakini maisha yetu yanatuambia kabisa kwamba Kristo umemjua au hujamjua bado. Haleluya. Siku moja nilikuwa naongea na mtu hivi tunavyokaa kwenye mikutano, akaja mtu akatoka kule papa akaja akakaribu na mimi kwenye kiti hapo. Tukazungumza, akaniuliza maswali yake na huduma alikuwa anahitaji, nikamuelekeza, akaondoka. Kesho yake akaja tena. Alipokuja tena, mtu aliyeniona naongea naye akaniuliza, huyu mtu ambaye amekuja kukuuliza swali hapa, unamjua? Nikamwambia hapana, ameniuliza jana na leo pia amekuja na nimemuelekeza na nini. Akanambia huyu bwana ni Brigadier General. Baada ya hapo si unabadilisha hata unavyoongea naye. Lakini mara ya kwanza niliongea naye simple. Nyingine imenipata juzi hapa, niko Kinyerezi. Baadhi yenu watu wa Dodoma huenda kuna mmoja anajua, maana inahusiana na mtu wa Dodoma. Nimekaa hapo kwenye hii mikutano hii ya juzi ya Kinyerezi. Nikachelewa kidogo kufika pale. Ile nimefika pale, kuna kiti nikakiona, vile viti vya hudumu vimejaa. Nikakaa kiti cha nyuma yake. Mtu mmoja pale akaniambia, hapa ulipokaa kuna mwenyewe. Umenielewa vizuri kuna mwenyewe hapa. Nikamwambia mimi nakaa tu kidogo naondoka. Yule mwenyewe aliyekuja ni mzee ambaye mimi wakati ninasoma Bugema ni kati ya wazee walio ni support sana safari zangu, nauli na nini. Akaja nikamwambia, mzee nimekalia kiti chako. Akasema kaa tu mchungaji. Akaenda upande wa pili. Sasa anaongea na huyu alinipa tahadhari. Anamwambia, unamfahamu Pastor Mbaga? Akasema hapana. Ndio huyu umekaa naye hapa. Yule mzee watu akashika mdomo. Ni wewe? Safari yote hii nimekuja kukufuata wewe. Yaani kana kwa nataka kusema wewe ndio nataka kukuinua kwenye kiti, kumbe nakutafuta wewe. Tangu hapo tukaongea tofauti. Sikiliza. Ukimjua Yesu na nguvu ya ufufuo wake, utaongea naye tofauti. Kuna vitu vingi umeteseka kwenye maisha yako, hata omba yako haiko sawa kwa sababu hujamuelewa Yesu na nguvu ya ufufuo wake. Cha kwanza tukue katika neema. Usije ukasahau hii point, ni muhimu sana. Neema ni upendeleo, ni favor.
Shida ya sisi tunapoingia kwenye maombi au kuongea na Mungu, hatujaelewa neema. Kwa hiyo unaongea naye ukijikagua wewe mwenyewe, na ukakuta makasoro yako, unakosa nguvu ya kusonga mbele, maana una madhaifu tayari. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa au arudie. Amesemaje? Kumwendea Kristo ukiwa hujakuwa katika neema, hujaelewa unavyopendelewa, hata maombi yako yanakuwa ni maombi ya mashaka, maana tayari unajikagua na unakuta madhaifu yako. Unakosa confidence, ujasiri wa kuongea, maana tayari umeshakuta mapungufu mengi. Lakini mtu aliyekuwa katika neema anajua chochote nachotendewa ni neema. Ananisikiliza sio kwa sababu najua kuongea naye vizuri, ni neema. Haleluya. Ananijibu sio kwa sababu gani, ni neema. Unakuwa katika neema. Neema inakupa ujasiri wa kukiendea kiti cha rehema. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Kwa kuweni katika neema na katika kumjua. Alafu kuna kitu kimetajwa hapo, nguvu ya ufufuo wake. Mungu atusaidie sana. Ngoja ni nukuu kitabu tunakiita Wanavyoamini wa Adventista. Sijajua pia na mimi nauliza kama Pastor Mwanga, sijui pale nyuma kipo. Lakini watu mnaoishi Dodoma, nendeni pale kwenye duka letu la vitabu. Kinauzwa pale. Wametafsiri vizuri, ni kinene namna hii. Hiki ndicho na nukuu. Na ndugu yangu mmoja ambaye tulikuwa naye kwenye darasa la ndoa pale, aliongea maneno mazito leo. Akasema kama kuna kitu kitatubana sisi baadaye, tutahukumiwa kwa sababu tuna mafundisho mazuri, lakini hatuyaingizi kwenye nini? Vitendo. Ukiangalia kama kuna kanisa lina nondo, ni hili hapa. Sikia hii sentence, hutaamini imetoka kwenye vitabu vyenu, ukilinganisha na maisha tunayoishi sasa. Anasema hivi: kwa kifo chake pale msalabani, Yesu alizishinda nguvu za uovu. Yeye ambaye alizitiisha roho za pepo wakati wa huduma yake duniani, amezivunja nguvu zao na kufanya maangamizi yao ya mwisho yawe ya uhakika. Nani ambao wanajua hii kama sio nyie? Yaani Yesu alivunja nguvu za giza na maangamizi ya mapepo, mizimu, majini, yote ni ya uhakika. Haleluya. Hatupaswi kuogopa. Sikia anachosema: tunapotembea naye katika imani, furaha na uhakika wa upendo wake. Furaha na uhakika wa kumbe kuna saa unatembea na Yesu lakini huna uhakika kwamba unapendwa. Kwa una mashaka, sio ananipenda, sio ananikubali, yani sielewi. Ndio mtu anachaguliwa kuwa shemasi, anasema mimi mniache. Kwa nini? Nasema bado na mambo yangu hayajakaa sawa. Mambo gani ama hutaki kuyaweka sawa na Kristo? Ndugu zangu, Roho Mtakatifu awasaidie kuelewa hii sentensi na kwenda kuisema sasa. Shetani akifaulu kukuingizia mashaka ya kwamba hupendwi, amekumaliza. Ngoja niwasogelee karibu. Zingatia jaribu la kwanza wakati Yesu anajaribiwa pale jangwani. Sentensi ya kwanza ilikuwa inasemaje? Ikiwa. Umeona hii sentensi? Very strong. Hii statement ni kumuingizia doubt, mashaka. Wewe ni mwana wa Mungu kweli kweli? Basi ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, hata wewe hapo ulipokaa unaletewa hiyo, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, mbona haya yamekupata? Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, mbona umeingia hasara? Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, mbona mtoto wako amepagawa na mapepo? Unanisikia vizuri hiyo Si anakuja kwenye akili zetu hizo Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, mbona hii imekuwa? Ikiwa wewe. Na ukiingia hapo unabanwa kabisa. Mwisho unasema na mashaka na mahusiano yangu na Mungu. Ni mpaka utakaposema hivi na kujiaminisha, Mungu ananipenda, ninapendwa mbinguni. Haijalishi ninajua au sijui, ninapendwa. Haijalishi ninaona au sioni, ninapendwa. Kwa taarifa yako, jua linawaka hata kama kuna giza, inategemea eneo ulipo. Haleluya.
Upendo wa Mungu uko pale pale. Ukishaamini hili tu likaingia ndani ya moyo wako, msione kuna sana waambia watu, saa nyingine jisemeshe. Maneno unayoyarudia yanaingia ndani ya moyo. Kuna saa jisemeshe mwenyewe, jiambie unapendwa mbinguni. Jitaje kwa jina fulani, unapendwa. Ikikushinda, chukua kioo, weka mbele yako, jiangalie pale, alafu wewe unanitazama, unapendwa. Jiambie za mambo yako, weka nukta, tulia, mwambie Roho Mtakatifu, na mimi nimetulia nikusikilize. Haleluya. Anza huu uzoefu. Kuna siku utakuja kuniambia, Roho Mtakatifu atakusemesha ndani ya moyo wako. Ukikaa katika muda wa kutafakari, wa kutulia, ukitoka hapo, fungua Biblia, soma neno. Roho wa Mungu atasema nawe kupitia neno. Haleluya. Na huu uzoefu huwezi kuupata mara moja ukaanza kufurahia mara moja. Lazima uingie kwenye vitendo. Usiwe ni mtu wa kuanza unaacha, unaanza unaacha. Iwe ni sehemu ya maisha yako. Tenga muda wa maombi, tenga muda wa kusoma neno. Najua tunasoma lesoni kule nyumbani. Mimi ile naita ni ibada ya pamoja. Ina nguvu yake, lakini ibada yako binafsi ina nguvu kuliko ibada ya pamoja. Nendeni kamwangalieni Yesu, mtanielewa katika maisha yake. Alikuwa anafanya hotuba zake, anakutana na wanafunzi wake, lakini someni vizuri, anasema alikuwa anajitenga mbali na watu. Haleluya. Anaenda mahali peke yake. Hakuna nguvu za kiroho utakazozipata bila kujikonekti na Kristo muda wote. Akikukosoa, kubali. Akikuelekeza, tii. Haleluya. Soma neno la Mungu, jiwekee ratiba. Mkakati wa shetani ni huu, kutufanya bize, tusipate muda wa maombi na kusoma neno. Na tumeonywa, angalieni msilemewe na masumbufu ya dunia. Nauliza kwa lengo la kufundishia, sio kuonyesha utakatifu. Kwa hiyo naomba unijibu kutoka moyoni. Wangapi walisoma somo la lesoni yetu hii la jana? La jana, ile ambalo yani namaanisha kuamkia, inategemea muda mnaosoma. Asante sana. Moja ya maelezo yake yaliyoelezwa pale ni makundi mangapi ya watu pale? 4. Na kundi mojawapo ni kundi la wale ambao wameoteshwa kwenye miiba. Hawa kwenye miiba, sifa yao nini kimewafanya wabanwe kiasi kwamba hawakui kiroho? Mahangaiko na pesa, mali. Hakuna siku hata moja pesa zinatosha. Hata Bill Gates anatafuta hela, na ukimuuliza anakuambia na maintain status. Kuna wakati inakubidi ujipangie mwenyewe. Tulikuwa tunaongea habari ya malezi na ndugu zetu hapo darasa letu hili. Sasa hivi kuna mgogoro mkubwa, tunakuza kizazi ambacho hakijalelewa na mama na baba, kimelelewa na house girl ambaye hajui malezi, ambaye hana uchungu na mtoto wako maana hajamzaa. Tuko sawa sawa Na imefikia kiwango ambapo kama wazazi tutaendelea kutafuta pesa kwa gharama ya kupoteza watoto, tutaulizwa. Ifikie hatua mnakubaliana kabisa, ili tukuze watoto walio vizuri, ifikie hatua unasema mmoja wetu abaki kwenye malezi, mmoja wetu akatafute hela. Hela huwa hazitoshi. Usije ukapoteza watoto wako kwa gharama ya kutafuta hela. Pagumu, najua mikono haiwezi kuwa mingi, ni pagumu. Imeze hivyo hivyo na uchungu wake. Sisi ambao tuko hapa tunaongea hivi, si mnaelewa kwamba wazazi wetu walikuwepo wenyewe. Tumefinywa sana. Naongea hapa kama mshauri nasaha. Na kukutana na kesi nyingi za watoto. Nyingine ukisikiliza zinauma. Mtoto anafanywa ukatili na mama yake na baba hawajui. Maana ndio ukija jioni umechoka, hoi binti habari,
hata muda wa kuongea naye una. Dada, umeogesha watoto? Haya, homework imefanya? Ndio. Haya, mkalale. Halo, ndio 5 au ndio mwisho wa kunukuu? 5. Hata ya kusoma neno la Mungu pia ni voda faster. Vitoto vinaitwa, kusanyikeni, njoni. Nani we? Nani? Marwa. Fungua Mathayo. Kina hangaika na Mathayo, kinafokewa tu, maana sasa mama na stress ya kazini, anataka kalale. Fungua Mathayo. Mathayo ngapi? 1. Soma fungu la kwanza. Ukoo wa Yesu. Asa ili nalo uliunganishe na umekosea. Sasa ulishakaambia 1. Unajua ya maandiko tukiyasoma unasema angalieni msilemewe na masumbufu ya dunia. Yanatukuta. Ada, kodi ya nyumba. Si ndio hivyo jamani? Vikoba. Kuna ile michezo ya kuzungusha. Unakuta mtu mmoja ana michezo hii. Na kila mchezo kuna buku 10, kuna 20, kuna ya ngapi. Stress zinakuwa nyingi. Shetani yuko bize kutafuta familia zetu. Ndugu yangu, kabla tujafunga, naomba unisomee hili andiko hapa sasa hivi, maana dakika zimeisha. Warumi sura ya 6 fungu la 4. Kesho tutaendelea. Warumi sura ile ya 6 fungu la 4. Warumi 6 fungu la 4. Ndio. Biblia inaandika, inasema kwa hiyo tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti, ili kama vile Kristo alivyofufuliwa kutoka kwa wafu kwa utukufu wa Baba, vivyo hivyo sisi nasi pia tupate kuenenda katika upya wa uzima. Baada ya kufufuka katika Kristo Yesu kwa njia ya Roho, tunatarajia tuone upya wa uzima katika maisha yako ya kila siku. Maisha yako yanatangaza kuna upya au hakuna. Piga picha, una mtoto mkubwa kabisa, lakini akitaka kwenda kwenye ile ofisi, simenielewa, ile ofisi pale, anakuaga mama mzima kabisa. Niseme sauti, lina sauti ya besi kabisa. Mama, nataka kwenda kujisaidia. Mpaka uage. Lakini kakiwa ni katoto kadogo, kakiaga ni kawaida. Si ndio hivyo jamani? Kuna vitu Mungu anatarajia kwa ukuaji wako wa kiroho. Huna haja ya kuomba, kazi yako ni kucommand. Kazi yako ni kuamuru. Mtauambia mlima huu ng'oka. Sasa kuna vitabia bado viko kwenye maisha yako, kazi yako ni kuviombea badala ya kuamuru. Yaani hata malaika wanakutazama wanasema, hasa huyu haka nako nikakuombea. Yaani haka ni simple. Hata warahibu wa madawa kulevya, walevi kabisa wa pombe, siku akiambiwa na dokta, tumepima una malaria, tunakupa dozi, usinywe pombe, huwa hawanywi. Inataka maombi hiyo. Lakini waajabu sana, dozi ikiisha anapiga pombe. Ukiambia bwana, mbona unakunywa pombe? Mniombe. Mbona sioni haja ya maombi? Hii inataka maamuzi. Haleluya. Hii inataka maamuzi. Urahibu wa pornografia, hakuna anayeweka hilo bando ili uangalie hizo picha za ngono. Unaweka bando wewe, unashika simu wewe, una download wewe mwenyewe. Bwana, mbona umekuwa hivi? Mniombe. Tusimame tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tusaidie tuweze kukua kiroho. Tusaidie tuweze kutambua kwamba sasa sisi sio watoto tena, ni watu wazima. Tuishi kama watu waliokomaa kiroho.
Ninajua kuna wengine katika ukuaji huu, kuna mahali fulani majukumu ya kwetu tumekutwisha wewe. Utusamehe, tusaidie, tukuhusishe katika vitu tu ambavyo tumeshindwa, lakini vilivyo katika uwezo wetu umetupa nguvu ya maamuzi. Tusaidie pia tuwe wanyenyekevu, kwa vile tunavyoshinda, ushindi ni wako. Neema yako inatosha. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Katika ulimwengu ambapo kila kitu kinaonekana kubadilika kama mchanga wa pwani, maisha ya kisiasa hubadilika ghafla, mahusiano huvunjika na mipango mara nyingi hutetereka. Kuna kitu kimoja cha ajabu ambacho ni imara: ahadi zisizobadilika za Mungu. Tofauti na maneno ya wanadamu ambayo yanaweza kuwa ya kubadilika, yasiyoaminika, ahadi za Mungu zimesimama juu ya tabia yake ya milele na isiyobadilika. Biblia inamwelezea Mungu kama yule yule jana, leo na hata milele. Waebrania 13:8, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Huu ni ukweli usiopingika. Tunasoma katika Biblia watu wengi wakiwa wametendewa maajabu na Mungu. Ibrahimu katika uzee anapata mtoto. Zekaria katika uzee wake anamzaa Yohana Mbatizaji. Lakini wako watu wengi ambao waliokoka katikati ya moto: Shedraka, Meshaki na Abednego. Mtazame Danieli katika tundu la simba. Naaman mwenye ukoma anapokea uponyaji. Haya yote sio kwa ajili yao tu, ni kwa ajili yako pia. Tatizo liko wapi? Kwa nini leo hatuoni matokeo makubwa? Ni kwa sababu kuna sehemu tuna ujinga wa kiroho. Ukizitambua ahadi za Mungu, ukajua ni zako na ukajua namna ya kuzidai, utakuwa umebonyeza batoni sahihi katika ulimwengu wa kiroho. Kitabu hiki kitakufundisha, utajua namna ya kudai na utaona matokeo. Usikose kupata nakala yako. Piga namba ya simu inayopita hapo. Kwa walioko Dar es Salaam, piga simu hiyo. Walioko nje ya nchi ya Tanzania, piga simu hiyo hapo. Tumia ujumbe kwa WhatsApp, utaelekezwa namna ya kutumiwa kitabu hiki. Walioko Mwanza, namba ya simu hiyo hapo. Walioko Dodoma, piga simu hiyo hapo. Walioko mikoa mingine yote, huyu mtu wa Dar es Salaam atakuelekeza namna ambavyo atakutumia popote pale ulipo. Ukijua thamani ya kile kilichoandikwa hapa, hutakosa kitabu hiki. Mungu akubariki. Tumesikia